Ni asubuhi na mapema katika uwanja wa Jamhuri uliopo jijini Dodoma nchini Tanzania. Mamia kutoka ndani na nje ya mji wamejitokeza kushiriki mbio maalum zijulikanazo kama Dyslexia Fun Run, mbio zinazolenga kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu changamoto ya dyslexia inayoathiri watoto katika uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Washiriki wa mbio hizi wanakimbia umbali wa kilomita 5 na 10, wakionyesha mshikamano wao katika kuwaunga mkono watoto wenye changamoto kama hiyo. Miongoni mwao ni Amina Mauguhuti aliyeniambia kwamba ushiriki wake ni sehemu ya kuhamasisha jamii kuchukua hatua. Kwa sababu watu wengi tuna imani pekee tuna hawa watu ni watu wa kawaida kama watu waliokuwa wengine. Tatizo lao tu ni kwamba wao wanauelewa mdogo, wanaelewa taratibu, lakini ni mtu ambaye ukimwelekeza taratibu anaweza akaelewa akafanya kitu chochote akawa mtu yeyote. Ndio lengo la kushiriki haya mazoezi. Nia kubwa ya kushiriki haya mazoezi ni kuhamasisha tusiwakatie tamaa watoto kama hao, kwa sababu wengi tunao majumbani, mashuleni hivyo. Amina ananieleza kwamba shauku yake ni kuona muendelezo wa mashindano hayo mara kwa mara. Wasiwasi sasa hivi inaweza ikawa ndio mwisho wa mazoezi haya. Ningependa haya mazoezi yawe endelevu ili watu tuendelee kuzidi kuwa na uelewa kuhusu haya majambo kwa ajili ya familia zetu na mazingira yanayotuzunguka. Sio yeye peke yake mwenye shauku ya kuona watoto wenye changamoto kama hizi wakipiga hatua. Nilikutana pia na Samuel Ngomuo ambaye licha ya kuwa ni mara yake ya kwanza kuhudhuria mbio hizi, ana matumaini kwamba uendelevu wake utaongeza hari kwa baadhi. Kwa hawa ni mara ya kwanza, lakini kwa wengine nashiriki, hata juzi tumeshiriki mazoezi mengine na tunategemea kipindi kijacho wafanye vizuri zaidi. Maana tumeona leo tumekuwa wachache. Hizi zinaweza zikatuambia na kutuonyesha uhalisia kwamba changamoto ni kubwa sana. Kwa upande mwingine, wapo waliotumia njia mbadala kushiriki mbio hizi. Nisaidia kwenda kuwashirikisha jamii yangu asilimia kubwa ambao hawajui kusoma na kuandika. Pia natumia kama usafiri, ukizingatia maisha sasa hivi yamepanda, gharama iko juu. Kwa hiyo hii ni usafiri wangu, nimeshiriki nao kwa ajili ya kusaidia jamii yangu wajue kusoma na kuandika. Hata hivyo, wadau wanasema bado kuna uelewa mdogo kuhusu dyslexia. Changamoto ni kubwa kwa sababu mtoto anakuwa ni mzito, haelewi na saa nyingine hataki kabisa swala la kuandika. Hata ukimwambia jibu swali fulani jepesi sana anakuwa anashindwa. Japo wengine tunakutana nao uoga ule kumfesi mwalimu, kwa mfano anapotaka kwenda chooni, kwenda kujihudumia, anakuwa muoga, saa nyingine anajihudumia akiwa darasani hivyo. Unajitahidi kumsogeza karibu ili aweze kuwa nawe karibu, anapokuwa na shida aweze kukaribia. Mbio ambazo tunazifanya leo zinapeleka ujumbe mkubwa sana kwenye jamii, na ujumbe huu ni kwamba watoto wanaopitia changamoto hii ya kusoma, kuandika na kuhesabu sio wajinga, ni kwamba wanajifunza kwa namna tofauti. Kwa Kiingereza wanasema they learn in a different way. Sasa sisi tumezoea kwamba mfumo wetu wa elimu ni mmoja. Mtoto anaanza chekechea, anaenda darasa la kwanza, la 7, chuo. Mtoto asipoenda na mfumo huo anaonekana ni mbumbumbu, anaonekana ni mjinga. Na kama takwimu zinazosema kati ya watu 5 tuna mtu mmoja mwenye dyslexia. Kwa hiyo tunapambana kadri ya uwezo wetu na Mungu ambavyo ametusaidia. Maana watu tunasema kazi yetu ni ya laana na baraka. Ukifanya sahihi Mungu atakubariki. Ukifanya ndivyo sivyo ni laana ambayo unajipalia makaa. Mimi naamini kwa uwezo wetu wenyewe hatuwezi, lakini pia Mungu anatusaidia, tunaweza tukafanya. Mimi nafikiri tushirikiane pamoja ili tuweze kufanya kitu kizuri ambacho Dodoma yetu tunatamani tuwe na Dodoma tunayoitamani. Mbio hizi zimekuwa chachu ya kuwakutanisha wadau mbalimbali mkoani Dodoma katika juhudi za kuhakikisha hakuna mtoto anayebaki nyuma kutokana na changamoto za kujifunza. Mbio hizi za hisani zimekamilika hapa,
lakini wataalamu wanasema bado jamii ina changamoto na uelewa kuhusu watoto hawa. Jack Masawe, TMC News, Dodoma.